Like video hii alafu subscribe. Kabla ni kujuze yote, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Huku ikisalia siku moja tu hadi kusikilizwa kwa kesi ya uhaini ya Tundu Lissu ambayo ilisimama kwa zaidi ya miezi mitatu sasa, Tundu Lissu leo ametuma ujumbe kwa Samia Suluhu na mahakama za Tanzania kuhusu suala hili tata. Tundu Lissu akiwa nyuma ya kuta za gereza la Ukonga leo pia vilevile amewatumia Watanzania au wafuasi wake ujumbe huu mzito. Lakini kabla ni kuonyeshe ripoti hizi nzima, hakikisha mwanzo umelike video hii. Baada ya kulike, hakikisha umebonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Mtazamaji, ikiwa imebaki siku moja kabla ya kikao cha mahakama ya rufaa Dar es Salaam kuhusiana na kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu, kwa mara nyingine tena umakini umeelekezwa kwenye matamshi ya kiongozi huyo wa upinzani kutoka gereza la Ukonga leo ambako anaendelea kuzuiliwa. Ametuma ujumbe mzito. Ujumbe huu umetumwa kwa mahakama za Tanzania, Samia Suluhu pamoja na Watanzania wote kwa ujumla. Matukio ya hivi punde yameibua mjadala wa umma unaohusu moja ya matukio yenye utata katika siasa za kisiasa za Tanzania. Tundu Lissu leo amekumbusha jambo moja lake ambalo lijatatuliwa na mahakama wala utawala wa Tanzania, na sasa anawataka Watanzania waweze kumsaidia kutetea haki. Shambulio la kupigwa risasi la Septemba tarehe 7 mwaka 2017 ambalo lilikaribia kupoteza maisha ya Tundu Lissu, bado Tundu Lissu hajapata haki na hakuna mtu aliyekamatwa kutokana na uhalifu huo aliotendewa Tundu Lissu. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na watu wa karibu wa swala hilo leo, Tundu Lissu kutoka nyuma ya kuta za gereza la Ukonga amezungumza na kuhoji kwa mara nyingine hali ya uchunguzi wa shambulio hilo, akidai kuwa karibu miaka 9 baadaye maswali mengi muhimu bado hayajajibiwa, huku sasa mahakama zikiwa tu zimeegemea upande wa kesi ya uhaini na hakuna majibu ambayo yanatoka au matokeo au uamuzi ambao unatoka kuhusiana na kesi yake ya kushambuliwa kwa risasi miaka 9 iliyopita. Matamshi yake yanakuja katika wakati nyeti wa kisiasa, huku wafuasi, wachunguzi wa sheria na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakifuatilia kwa karibu taratibu zinazohusiana na kesi yake ya uhaini inayoendelea kwa Tundu Lissu. Hata hivyo, mazungumzo hayo yanahusu zaidi pambano la mahakama analokabiliana nalo kwa sasa. Kiongozi huyo wa upinzani amesisitiza mara kwa mara kwamba mazingira yanayozunguka jaribio la mauaji yake ya mwaka 2017 hayajawahi kuelezwa kikamilifu yeye au kwa umma. Anasema ya kwamba sasa hivi watu wote wameweka umakini kwenye kesi inayomkabili ya uhaini na hakuna matokeo au hakuna watu waliokamatwa ambao wamehusika na tukio la yeye kushambuliwa kwa risasi. Shambulio hilo miaka kadhaa iliyopita lilitokea nje ya makazi yake mjini Dodoma alipokuwa mbunge na mmoja wa viongozi mashuhuri wa upinzani nchini. Watu wenye silaha walilifyatulia risasi gari lake na kumwacha na majeraha mengi ya risasi na kumlazimu kufanyiwa matibabu ya haraka na makubwa nje ya nchi. Mtazamaji, tukio hilo muda huo lilishtua Tanzania nzima na kuvutia hisia za kimataifa, huku serikali, mashirika ya haki za binadamu na waangalizi wa kisiasa wakitaka uwajibikaji na uchunguzi wa kina. Miaka kadhaa baadaye, shambulio hilo linaendelea kuchukua nafasi muhimu katika mijadala ya kisiasa ya kitaifa. Maoni ya hivi punde ya Tundu Lissu yanadokeza kuwa ujumbe wa hivi punde kutoka gereza la Ukonga wa Tundu Lissu yanadokeza kuwa bado Tundu Lissu hajaridhishwa na maendeleo ambayo yamefichuliwa hadharani kuhusu uchunguzi huo. Kwa mujibu wa msimamo wake, kukosekana kwa majibu ya uhakika kumeacha wasiwasi si kwake yeye binafsi, bali hata kwa wananchi na familia yake wanaofuatilia kwa karibu kesi hiyo tangu awali. Wafuasi wa Tundu Lissu wanaamini suala hilo linastahili kuendelea kuchunguzwa hadi maswali yote yatakaposhughulikiwa kikamilifu. Tundu Lissu mwenyewe anataka suala hilo la ushambuliaji wa risasi lishughulikiwe jinsi kesi hii ya uhaini inavyoshughulikiwa. Wengine wanahoji kuwa uchunguzi unaohusisha kesi tata za uhalifu unaweza kuchukua muda mrefu na unaweza kuhusisha taarifa ambazo haziwezi kutolewa mara moja kwa umma. Mjadala
huo kuhusu Tundu Lissu umepata nguvu mpya kufuatia ziara ya hivi majuzi ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mabunge ya Muungano Martin Chungong katika gereza la Ukonga mnamo Mei tarehe 28 mwaka huu. Ziara hiyo ilivutia watu wengi ndani na nje ya nchi kwa sababu ya hali ya juu ya hali ya kisheria na kisiasa ya Tundu Lissu na mambo ambayo walizungumza kati ya Tundu Lissu na mgeni huyo aliyemtembelea huko gerezani. Ripoti zilionyesha kuwa mazungumzo katika ziara hiyo yaligusia masuala yanayohusu ustawi wa Tundu Lissu, hali ya kisheria na maswali ya muda mrefu kuhusu shambulio la mwaka 2017 ya risasi. Mtazamaji, kabla ya kukutana na Tundu Lissu, Chungong aliripotiwa kufanya mashauriano na mamlaka za Tanzania, Samia Suluhu na utawala wake katika jitihada za kuelewa maendeleo kuhusiana na uchunguzi huo wa kushambuliwa kwa Tundu Lissu na kujaribu kuuawa mnamo mwaka 2017. Ziara hiyo ilitazamwa na waangalizi wengi kama ushahidi kwamba mashirika ya kimataifa yanaendelea kufuatilia maendeleo yanayomhusisha kiongozi huyo wa upinzani, lakini mpaka leo hakuna majibu ambayo yametoka tangu ziara hiyo, na leo kusababisha Tundu Lissu kutuma ujumbe kwa Samia Suluhu, mahakama za Tanzania pamoja na Watanzania kwa ujumla. Upande mwingine, kwa wafuasi wa Chadema, umakini wa kimataifa umekuwa kipengele muhimu cha kampeni pana kwa kile wanachoeleza kuwa ni uwazi na uwajibikaji. Maafisa wa chama wamekuwa wakibishana mara kwa mara kuwa umma unastahili ufahamu wazi wa kile kilichotokea mnamo mwaka 2017 na ikiwa njia zote za uchunguzi zimekamilika. Suala hilo pia limeendelea kuwa kubwa kwa sababu ya nafasi ya Tundu Lissu ndani ya siasa za Tanzania. Akiwa mwenyekiti wa mojawapo ya vyama vikubwa vya upinzani nchini Tanzania, Chadema, hali yake ya kisheria na kisiasa mara nyingi imeleta maslahi makubwa ya umma. Sasa huku kusikilizwa kwa mahakama ya rufani kukikaribia Dar es Salaam, wafuasi kwa mara nyingine tena wanaelekeza nguvu zao katika taratibu za kisheria zinazokuja na masuala mapana zaidi aliyoibua Tundu Lissu. Mijadala ya mitandao ya kijamii imeongezeka katika siku za hivi karibuni, huku watumiaji wengi wakijadili umuhimu wa kikao kijacho cha mahakama na athari zake zinazowezekana. Wengine wanaona kusikilizwa kama hatua ya kawaida lakini muhimu ya kisheria. Wengine wanaamini kuwa inawakilisha wakati muhimu katika kesi ambayo imekuwa mojawapo ya masuala ya kisiasa na kisheria yanayofuatiliwa kwa karibu zaidi nchini. Wataalamu wa sheria wanaona kwamba mashauri ya mahakama na mabishano ya kisiasa ya kihistoria ni masuala tofauti, lakini wanakubali kwamba maoni ya umma mara nyingi huyaunganisha pamoja. Kwa sababu ya historia ndefu ya kisiasa ya Tundu Lissu, matukio yanayozunguka hali yake ya kisheria mara kwa mara hufufua mijadala kuhusu matukio ya awali katika kazi yake. Kwa hivyo kesi inayokaribia ina umuhimu zaidi ya chumba cha mahakama chenyewe. Imekuwa kitovu cha wafuasi, wakosoaji, vyama vya siasa, mashirika ya kiraia na waangalizi wa kimataifa wanaopenda maendeleo ya demokrasia ya Tanzania. Wakati huo huo, viongozi wa Chadema wanaendelea kueleza kuwa wanafuatilia kwa karibu kila hatua ya taratibu za kisheria. Wawakilishi wa vyama wamesisitiza mara kwa mara umuhimu wa uwazi, haki na kuzingatia utawala wa sheria. Wanashikilia kuwa mashauri yote ya kisheria yanayomhusu mwenyekiti wao Tundu Lissu yanapaswa kuendeshwa kwa uwazi na kwa kuzingatia kanuni za kikatiba. Matarajio yanapozidi kuongezeka kabla ya kufikishwa mahakamani tena ndani ya siku moja, usikivu wa umma unabaki kuwa umewekwa kwa Dar es Salaam. Ikiwa usikilizaji ujao wa hivi punde utabadilisha mwelekeo wa kesi, kwa kiasi kikubwa bado haijulikani. Kuanzia mahabusu yake ya Ukonga hadi vyumba vya mahakama, mikutano ya kisiasa na vikao vya kimataifa, masuala yanayohusu kesi yake yanaendelea kuvutia ndani na nje ya nchi. Like video hii alafu subscribe, kisha nijuze maoni yako upande wa comment, alafu vile bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.